Waislamu, musije mkatudanganya na kudanganya imani ya Ukristo na kudai ya kuwa manabii wote walikuwa Waislamu, na Waislamu hudai ya kuwa manabii wote walikuwa Waislamu. Yaani wanasema ati ya kwamba Musa, wakina Yeremia, wakina Amosi, wakina Obadia, Ezekiel, hao manabii wote wanadai ya kuwa walikuwa ni Waislamu. Asa nataka tuzungumuze maandiko vizuri na tuulize maandiko, je, manabii wote ni Waislamu kwa mjibu wa maandiko? Tusome andiko moja katika kitabu cha Petero wa kwanza 1:10 yake. Katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari ya neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Yaani manabii wote walikuwa na nani? Na Roho wa Kristo. Sasa tuulize maandiko, manabii wakiwa na Roho wa Kristo wanaitwa wanani? Tusome kitabu cha Warumi 8:9 yake. Andiko inasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Yaani kila mtu ambaye hana Roho wa Kristo si wa nani? Wa Yesu. Na manabii wote walikuwa na roho ya nani? Ya Kristo. Yaani manabii wote walikuwa wa nani? Wa Kristo. Yaani Waislamu, musije mkatudanganya na kudanganya imani ya Ukristo na kudai ya kuwa manabii wote walikuwa Waislamu. Na naweka ahadi hapa, hakuna nabii yeyote ule katika maandiko ya Biblia aliyetumwa na Mungu afu akakosa kuwa wa Kristo. Na ndivyo tunavyoangalia. Na kwa nini tuite wa Kristo? Ni kwa sababu tunafuata Kristo. Tukisoma hata katika Marko 9:41, maandiko yanasema sisi ni watu wa Kristo, ndio kwa maana tunaitwa wa Kristo. Tukisoma hata kitabu cha Matendo ya Mitume 11:25, tukisoma hata Wakorintho wa kwanza 3:23, aseme ninyi ni wa Kristo, ndio kwa sababu tunaitiwa wa Kristo. Na mwanzilishi wa imani yetu katika Waebrania 12:2, maandiko inasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha imani yetu. Yaani mwanzilishi wa imani ya Ukristo ni Yesu Kristo. Sasa tunafuata Yesu akiwa nani? Katika kitabu cha Yohana 14:6, maandiko nasema Yesu ni njia, kweli na uzima. Yaani mwanzilishi wa imani yetu ni Yesu Kristo, na yule Yesu Kristo ndiye ana njia, kweli na uzima. Yaani uzima haiko mtu wa yoyote, lakini uzima iko ndani ya Yesu Kristo.